الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا. baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia swala na salam ar-rasul alayhi salatu wassalam pamoja na ahli zake na masahaba zake na wale ambao watakayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka siku ya kiyama, na bila kusahau kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kushikamana katika maisha yao ya dunia na kumcha Allah tabaraka wa taala. Kumshukuru Allah tabaraka wa taala pia katika neema hii ya wakati ya uhai ambao Allah tabaraka wa taala ametugea tena kwa mara nyingine. Na huu sio ujanja wangu wala ujanja wako, bali haya ni mapenzi yake Allah tabaraka wa taala kukugea wewe afya. Khutba yangu ya leo tutazungumzia katika umuhimu wa ilmu na neema ya wakati. Tutazungumzia katika mada yangu ya leo umuhimu wa ilmu na neema ya wakati. Hakika dini yetu hii ya Uislamu ni dini ya ilmu, na kila Muislamu ni wajibu kwake yeye kuisoma ilmu ya dini. Allah ameuleta Uislamu
wakati ambao umma ulizama katika kiza cha ujinga, na Allah tabaraka wa taala akaleta mitume wake na manabii wake katika kutufundisha yale ambayo mtu anapaswa kuyafahamu katika dini yake. Leo wengi katika sisi Waislamu hatutaki kusoma dini yetu. Tumeona haina umuhimu. Ndio maana ni wachache ambao wenye kutoka na kwenda kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa masikitiko makubwa, katika zama zetu hizi mashekhe tunao wengi, walimu tunao wengi, lakini Waislamu ni wavivu kutaka kusoma dini yetu. Jambo la kwanza ambalo Mtume alayhi salatu wassalam aliamrishwa kabla ya kupewa utume, jambo la kwanza ni katika kusoma. Kama qala Allah jalla wa ala, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hili ndilo jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaambiwa kwenda kulingania watu, jambo la kwanza aliambiwa asome. Na hii ilmu Mtume alayhi salatu wassalam kama anavyokujuza, ilmu ya dini ni wajibu kwa kila Muislamu kuisoma, si mwanaume, si mwanamke, si kwa kijana wala mtoto wala mzee. Kwa Muislamu anabidi aisome dini yake. Fadini kulluhu mabniyu ala al-ilm, dini yote inajengewa juu ya ilmu. Dini yote inajengewa juu ya ilmu. Ilmu billah, ilmu ya kumjua Allah tabaraka wa taala, wa bidinihi, na kuijua dini yake Allah tabaraka wa taala. Fala yu'badu Allahu illa bil ilm, na wala Allah aabudiwi ila isipokuwa kwa ilmu. Allah aabudiwi ila isipokuwa kwa ilmu. Enyi waja wa Allah, tujitoe katika kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, japokuwa muda tunao mchache. Katika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, lakini tujue yule ambaye anayefanya ibada pasipokuwa na ilmu, matendo yake, amali zake zinarudishwa. Yaqulu sahibu Zubadi, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Anasema sahibu Zubadi, yoyote anayefanya ibada pasipokuwa na ilmu, amali zake, matendo yake yanarudishwa. Ayuhal mu'minun, enyi ndugu katika imani, kufahamu ya kuwa ukifanya ibada kwa mazoea pasi na ilmu, kwa sababu wengi katika sisi tunaifanya ibada kwa mazoea.
tunafanya ibada kwa mazoea, tunafanya ibada tukiwa hatuna ilmu nazo. Hiyo ibada ya funga, hiyo inahitaji wewe Muislamu uisome. Ibada ya swala unatakiwa uisome, na ibada nyingine zisizokuwa hizi Muislamu anabidi azisome, kwa sababu kuzifanya pasipokuwa na ilmu, mtu huyu matendo yake yanakataliwa. Usitumie kigezo kwamba mimi ni Muislamu, kusoma kwangu kwa vile mimi nimezaliwa katika Uislamu, mimi sisomi. Yule ambaye amezaliwa katika Uislamu asome, na yule ambaye anaingia katika Uislamu asome, kwa sababu ya kusoma. Ibada zetu tutazifanya kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuelekeza, na Allah tabaraka wa taala alivyotufundisha na kutuamrisha. Na umma hauwezi ukasimama juu ya manhaji iliyokuwa sahihi ila isipokuwa kwa ilmu. Tunatakiwa tusome dini yetu ili ibada zetu tuzifanye kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha na kutuelekeza, kwa sababu tukifanya ibada kwa vile ambavyo Mtume alivyotuelekeza, basi tutakuwa tunafanya kwa usahihi. Nimesema jambo la kutafuta ilmu ya dini ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu. Si kusema kwamba elimu hii ni lazima, ni baadhi wengine wakisoma, wengine si lazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu kusoma dini yake. Tusome dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala ndio kuzinyoosha ibada zetu kutokana na makosa. Kwa sababu yule ambaye atafanya ibada pasipokuwa na ilmu, hata katika nguzo zile za swala, ikiwa moja wapo imetoka, swala hiyo haijatimia. Kwa hiyo ataona sawa, lakini yule mwenye ilmu atajua kwamba hapa hii nguzo nimeiacha, natakuwa nifanye hivi ili swala yangu ikamilike. Al-ilmu wajibun ala kulli muslim. Ilmu hii ya dini ni wajibu kwa kila Muislamu kuisoma ilmu ya dini yake. Shairi anasema tarawna bil basari wala tarawna bil basira. Watu wanaona kupitia macho, lakini watu hawaoni kupitia ilmu. Mtu anaona fulani anaswali, akienda msikitini anarukuu, anasujudu na vinginevyo, kwa kule kuona kwa macho yake ya nyama, na yeye ataenda kufanya kama vile anavyofanya yule anayefanya ibada ya swala, lakini ajui katika ibada hiyo ya swala au ibada nyinginezo ni yapi yanayotakiwa kufanywa, kuna masharti gani ambayo mtu anatakiwa afanye ibada hiyo, kuna masharti gani.
yeye atafanya vile vitendo aliyakuwa anatakiwa aisome kwanza hiyo swala, hiyo funga na mengineyo katika ibada ambazo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kuzifanya. Penye ndugu katika imani, hakika katika zama zetu hizi ni wachache sana ambao wenye kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, na sisi wachache ambao tupo tunaona si lazima kusoma, aliyakuwa sisi wote ni wafanyaji ibada. Ukiwa wewe unaswali, unafunga, unafanya ibada zote ambazo Allah ametuamrisha, basi ni wajibu kwako kusoma. Ni wajibu kwako kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Enyi ndugu katika imani, tukitaka kuzungumzia umuhimu wa ilmu, ubora wa ilmu, ni somo refu sana na litachukua muda, lakini tutaelezea kwa uchache ubora wa ilmu kwa yule ambaye atakayesoma na yale ambayo atakayopata fi dunya wal akhirah. Katika moja ya fadhila ya ilmu ni mtu pale ambapo anapokufa, basi kwa kila ambaye amemfundisha katika ilmu aliyokuwa nayo, Allah tabaraka wa taala na muingizia ujira wake katika kaburi lake. Allah tabaraka wa taala anampa ujira yule ambaye amekufa akiwa yeye amewacha wale ambao amewapa ile ilmu ambayo Allah tabaraka wa taala amempa, kisha wale ambao waliowafundisha wakaifanyia kazi, basi mtu huyu Allah anampa ujira wake. Qala alayhi salatu wassalam, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, pindi anapokufa mwanadamu yanakatika matendo yake yote ila isipokuwa katika mambo matatu. Katika hayo matatu ni ilmu ambayo mtu huyo ameifundisha kwa watu ambao kwenye kuhitajia ilmu akawafundisha, na wale nao wakasambaza ile ilmu ambayo waliogewa, basi huyu Allah tabaraka wa taala anamuingizia mabilioni ya mathawabu. Hii ni moja katika faida za ilmu. Mtu anapokufa akaacha ilmu yenye manufaa, watu wakajifunza kupitia ile ilmu aliyoiacha, basi Allah tabaraka wa taala
anamlipa ujira wake, japokuwa mtu huyo hayupo katika maisha haya ya dunia, yupo katika maisha ya kaburini. Na hii ilmu ndio mirathi ya manabii. Hii ilmu ndio mirathi ya manabii, wametuachia hii ilmu. Al-ulamau warathatul anbiya, wanawazuoni ni warithi wa manabii. Kwa hiyo mwenye kushikamana na ilmu, basi huyo ajue ameshikamana na urithi wa manabii ambao wametuachia. Hawakuacha mali wala chochote kile ambacho chenye kurithiwa, bali wametuachia ilmu hii ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuisome. Ayuha almu'minun, enyi ndugu katika imani, tusome dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kuisoma ilmu hii ya dini, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu wa kiume na wa kike, wala haikuwekewa watu maalum kwamba hawa ndio wanatakiwa kuisoma ilmu hii, hawa hawatakiwi kuisoma. Na tukifanya ibada pasipokuwa na ilmu, basi tujue matendo yetu yanarudishwa kama nilivyosema mwanzo. Tukifanya ibada pasipokuwa na ilmu, matendo yetu yanarudishwa kwa sababu tunafanya ibada pasipokuwa na ilmu. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على الإسلام. الحمد لله ربنا ومولانا، خلقنا فسوانا وبنعمه ربانا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia swala na salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake, pamoja na ahli zake na masahaba zake, na wale ambao watakayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama, na bila kusahau kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu kwa mara ya pili katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ama khutba yangu ya pili ni katika neema ya wakati. Wengi katika sisi katika neema hii ya Allah tabaraka wa taala tunaitumia vibaya, lakini siku ambayo utakapokuja kujua umuhimu wa neema hii ni siku ambayo hautopata muda huo tena, bali nafasi ambayo mimi na wewe tunayo ni hapa hapa duniani. Wakati ndio maisha. Allah tabaraka wa taala tumeona sana katika Qur'an, katika
katika baadhi ya sura Allah akiapa katika wakati, akiapa wakati, kusema Allah tabaraka wa taala wal fajr, Allah anaapa na wakati wa al-fajr. Na aya nyingine Allah anasema wal layli idha yaghsha, Allah anaapa na wakati wa usiku. Allah akaapa tena na wakati wa mchana. Mimi na wewe tutaulizwa kutokana na wakati, maisha ambayo katika maisha haya wengi imetushughulisha dunia tukasahau ya akhira. Mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama kutokana na muda aliotumia wakati wake katika umri. An Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'in. Anasema sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam autovuka mguu wa mja siku ya kiyama katika viwanja vya siku ya kiyama siku hiyo mpaka mtu atakapoulizwa juu ya mambo manne. An umrihi fima afna, juu ya umri wake vipi alivyotumia mpaka unakwisha katika maisha yake ya dunia. Wa an shababihi fima abla, na ujana wake ametumia katika mambo gani. Ma'al asafi shadid, wengi katika vijana tumepotea, tunatumia ujana huu vibaya. Tunatumia ujana vibaya. Tutaenda kuulizwa siku ya kiyama na Allah tabaraka wa taala. Tunaomba Allah tabaraka wa taala ajalie tukienda kuulizwa na ujana wetu tumeutumia katika yapi, majibu ambayo tutakayomjibu Allah yawe ni majibu yaliyokuwa mazuri. Muda tunapoteza, lakini tutakuja kujuta siku ya kiyama, siku ambayo majuto hayatakuwa na faida yoyote. Yauma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra, siku ambayo mwanadamu atakumbuka yale ambayo aliyoyafanya katika ya khairi na shari, lakini ukumbusho wao utomfana chochote. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, atasema mwanadamu, laiti yangu mimi ningetanguliza chochote katika maisha yangu ya dunia. Lakini majuto hayo hayatomfana chochote. Ayuha almu'minun, enyi ndugu katika imani, ya kuzungumza ni mengi, lakini haya ni kwa uchache ambayo nimetaka kuwafikishia, na nimefikisha kwa uchache ambao Allah amenijalia. Na pale ambapo nimekosea, Allah ndio mkamilifu wa yote, na pale ambapo nimepatia ni mapenzi yake Allah tabaraka wa taala ametaka mimi kupatia. Naona niishie hapa kwa sababu muda umekwenda na wengi wanataka kwenda katika kutafuta riziki ya Allah tabaraka wa taala.
subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.